Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Caroline Mutanu. Caroline Mutanu Kutoka Machakos. Kama Susan Mutanu. Yes. Nilikuwa hapa Thursday last week. Ulikuwa hapa Thursday? Na umebadilika sana. Karibu my sister. Asante. Tukaomba na kuna jambo lilijitokeza. So on Sunday kuna kazi na mama yangu. Alimpigia simu akamwambia nataka waonane. Akaenda. Alipigia nani simu? Mama yangu. Okay. Yaani after umetoka maombi Sunday jambo likajitokeza. Kazi ni akapigia nani? Mama yangu. Okay. Kazi ni upande wa baba, upande wa mama? Upande wa mama. Okay. Mtoto wa sister ya mama? Mtoto wa mama yangu na huyo dada mwenye alimpigia ni cousins. Okay. Wao wawili. Sawa. Sasa vile alivyoenda kuwakutana nyumbani, mamangu anaishi Isili. Okay. Alimwambia kuna jambo limekuwa likimsumbua kwa roho yake. Na akiangalia naona ni kama ndilo linasababisha sisi mnateseka. Tunateseka. Nyinyi watoto wa mama? Watoto wa mama pamoja na mama yangu. Akamwambia angetaka wasameane. Yes. Walikosana wakiwa bado tulikuwa tumezaliwa mimi na dadangu mdogo. Mkiwa wadogo? Tukiwa wadogo. Kama miaka mingapi iliyopita? Mkiwa hapo na miaka mingapi ukijaribu kukumbuka? Vile mama aliniambia hata tulikuwa tumeanza shule. Bado tulikuwa wachanga. Kama miaka ngapi? Ni vizuri kujua miaka. Kama miaka 5. Miaka 5 hiyo. Okay. Na tangu wakati huo ni miaka mingapi sasa? Sasa hivi mimi niko na 31. 31 ukitoa 5 26 years. Miaka 26 ndio nilikuwa nataka 26 years. Sasa anasema hilo jambo kwa upande wake bado linamsumbua. Pia yeye amekuwa na matatizo ya kupata mtoto. Walijibizana kuhusu sisi watoto wa mama yangu. Okay. Juu huo wakati alienda kuwatembelea kama amebeba shopping. Yes. Sasa walikosania hiyo shopping, ati umekuja kutuona na kitu kidogo. Hata ungepelekea watoto wako. Wow. Anaambia your mom. Angepelekea watoto wake lakini asiwapelekee wao. Roho ya tamaa ya kutoridhika, kutotosheka. So umeona nimeambia mambo kutembelea watu. Sasa mama yangu akamwambia, hii nimeleta mimi kwa kutaka kwangu. Kwa hivyo kama ni kidogo ni sawa. Sasa wakajibizana na yeye, dada kazini yake akamwambia utakuwa unazaa watoto tunakulelea. Na yeye mama akamwambia afadhali mimi mtanilelea, pengine na wewe hata utapata mtoto. Hiyo ni laana. Sasa tangua wakati huyo dada alipata mtoto, hajawahi shika mtoto. Alizaa. Alipata mimba, akazaa mtoto akakufa. Alipata mimba, mtoto akazaliwa akafa. Kama amekufa tayari. Kutoka hapo hajaipata mtoto. Hajaipata mtoto mwingine. Yaani alipata mimba vizuri, akazaa vizuri, mtoto alifilia tumboni. Alizaa kama amekufa tayari. Kama amekufa. Hebu angalia kile niliwaambia mwanzo. Jihadhari kutembea wapi? Nyumbani. Huyu ameenda kwa kazini yake, amepeleka nini? Shopping. Matokeo imezaa nini? Laana. Akamwambia utakuwa unazaa tunakulelea. Na huyu amesema afadhali nyinyi mtanilelea, labda hautafanya nini? Hautaipata mtoto. Sasa anasema anaona hiyo maneno ndio imesababisha maisha anayoishi sasa. Hajaipata mtoto na sisi kuanzia mama yangu hakuna mwenye ameolewa. Mama hana ndoa na sisi wasichana hamna ndoa. Mimi naomba Mungu akufanye baraka kwa tumbo la your mom. Yaani uone ibada ya Thursday kile imefanya. Nani angepata hawa wapendwa? Unaona ni wazi ya kwamba kuna vitu naweza kuwa napitia vilifanywa na baba na mama bila kujua. Hii ni wazi my sister. Unaona huyo hana mtoto. Sasa hata ingetokea kwamba amezaa, haya maneno ya mama ya huyu yangefuata huyo mtoto wake. Wasichana mko wangapi kwa mama? Tuko 4. Kijana? Ni mmoja, last born. Na wewe ni namba ngapi?
Mimi ndo first born. Wangapi wako shule? 2 wa mwisho. Kama mama yenu hajapita umri wa kuwa kwa ndoa, asizeeke single mother. Amen. Na hata wale wanaume baba yenu aliyemzalisha nyinyi, huyo baba yuko? Mungu anaweza mrudisha huko. Nani ajuae? Kuoa si sababu. Kuoa si sababu. Hiyo si sababu. Mungu akiamua huyo mama atakuwa na ndoa, asizeeke single mother. Hiyo ni kazi ya Mungu. Amen. Mimi nampa Mungu utukufu. Amen. Mungu aliyefunua uchungu wa 26 years. Watu walitamkiana laana kupitia wewe, siri imefichuka. Hii inakuonyesha kupitia wewe mama yako ataokoka. Amen. Ndugu zako watabarikiwa. Amen. Mbona si mama ameenda kwa maombi jambo lijitokeze, ni wewe umeenda limejitokeza? Inaonyesha wazi ya kwamba ukifunguliwa wewe, familia nzima imefunguliwa. Amen. Caroline mama yake alienda na shopping kwa kazini yake. Kazini yake akamwambia, nini unatuletea? Heri ungepelekea watoto wako. Kitu gani? Yani alidharau ile gift amepelekewa. Na kutoka hapo mafarakano yakaingia. Huyu akasema yale alisema. Huyu akasema utakuwa unazaa watoto tunalea, kumaanisha ya kwamba hutawahi olewa. Hiyo ndiyo alimtamkia. Na kweli mpaka sasa Caroline ana miaka 31, mama yake hana ndoa. Caroline hana ndoa. Mama hana ndoa. Na ile aliyetamka mama Caroline hawa anazaa na analelea watoto pia hana mtoto, maana mama Caroline alimwambia, heri mimi niko na watoto, nitakuwa nazaa mnalea. Wewe labda hutawahi zaa. Mpaka sasa hana mtoto. Kuna jambo ulitamkiwa, kuna jambo ulinenewa. Hebu njoo kanisani kwa maombi. Nitafute. Chukua namba yangu ya simu, nipigie simu, hata kama uko wapi tutaongea. Njoo. Chukua namba yangu ya simu, nipigie simu. Nitafute kwa maombi nikusaidie. Leo ni Alhamisi leo, na amekuja Alhamisi last week. Wiki jana ndiye amekuwa hapa Thursday, na leo ni Thursday. Ni 7 days, si ndio? Yeah. After 7 days kwa yale maombi tuliomba, Mungu amefunua nini kinafanya Caroline asiwe na ndoa. Tayari hiyo ni majibu amepewa na Mungu, sababu inafanya asiwe na ndoa. Huyo cousin alienda mwenyewe kwa mama ya Caroline akimwambia, my cousin, nataka tusameheane. Mimi ninaamuru katika jina la Bwana, aliyekutamkia mabaya akutafute katika jina la Yesu. Amen. Naomba kutafute kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Huyu aliyesema laana kwa maisha yako, alisema hutawahi pata kazi, alisema hutawahi olewa, alisema hutawahi pata mtoto, alisema hutajenga nyumba, alisema hutawahi pata amani. Nimetangaza ya kwamba akutafute katika jina la Yesu. Amen. Hebu chukua namba ya simu nitafute. Chukua namba ya simu nitafute. Chukua namba ya simu. Mungu mwenye ametenda kwa Caroline. Leo hii kitu itakuwa kama movie sasa ya Caroline. Part 1 imepita tayari ya kwamba Mungu ameleta upatanisho na msamaha. Part 2 itakuja kwamba Caroline yako kwa ndoa. Caroline amezaa. Amen. Caroline amezaa. Caroline ako kwa ndoa. Itakuwa part 2. Amen. Part 2 itakuja kwamba mama Caroline ako kwa boma yake, ni mama mwenye heshima. Hiyo ni part 3. Itakuja kwa mama yake ako kwa boma yake. Amen. Mungu akutane nawe jioni ya leo katika jina la Bwana. Amen. Natangaza pokea neema ya Bwana kwa jina la Bwana majeshi aliye hai. Amen. Sasa yes, nilikuwa nataka Mungu atusaidie sana na neema, kwa sababu hata nikiangalia kuna watoto wengine kama dada zangu wadogo. Yes. Bado ni wadogo. Kama mwenye amenifuata kuna watoto 2. Yes. Na hajaolewa. Yes. Mwenye amemfuata amemaliza form 4 last year. Yes. Ni mjamzito. Anayekufuata mgongoni ako na watoto 2. Hajaolewa. Hajaolewa. Anayekufuata mara ya pili ako na mimba. Na hata hajafikisha 20 years. Hajafikisha 20 years. Na tayari ni mjamzito. Mjamzito. Ako na mimba. Ndio.
na msichana ambaye anamfuata pia wa 4 kunifuata ako grade 9, bado ni mjamzito pia, ako mimba. Ndio. Shetani ashindwe na alegee. Yaani watu wa Mungu, nataka kusema ya kwamba Yesu yuko. Sema amina. Amen. Sasa nini kinawakula hao? Nataka kusema ya kwamba hata cousin ya mama yake Caroline, before watamkiane hayo maneno na mama ya Caro, nyuma ya huyu mama kulikuwa na vifungo. Kama vile nilisema ya kwamba shetani anajuaga nini atafanya usifaulu. Before watamkiane laana, inakuonyesha wazi ya kwamba shetani bado alikuwa na vifungo na huyu mama. Ndio pale akaleta nini? Akaleta mfereji sasa wa nini? Wa laana. Caroline, naomba sababu huyu aliye shuleni azae, aache mtoto, arudi shuleni, amalize masomo. Amen. Huyu mwenye hayuko shuleni, Mungu wa mbinguni, kama huyu mume aliyemweka mimba hakukuwa mume, mtoto si ugonjwa, mtoto si ulemavu, mtoto ni baraka. Azae mtoto, akue na Mungu ampe maisha bado yaendelee. Amen. Kwa sababu kuzaa si ugonjwa, kuzaa si ulemavu, mtoto ni baraka. Amezaliwa nje ya ndoa ama ndani ya ndoa ni baraka. Tunamuona Jephthah kwenye Bible, kitabu cha Waamuzi, Judges chapter 11, alikuwa mtoto wa kahaba, lakini mtoto wa kahaba Mungu anamuinua mpaka wale waliomkataa wanampigia magoti, wanamwambia njoo, tutakufanya kiongozi wetu. Akasema si mlinikataa? Wakasema hapana, sisi tunapigwa na maadui, kuja. Na Jephthah akarudi, wakamweka kiongozi, mtoto mwanamke malaya. Hii ni fundisho wazi ya kwamba hakuna siku mtoto anaweza beba madhambi ya wazazi kwa sababu kuzaliwa, ila anaweza beba vifungo. Kifungo kinaweza mfuata, lakini dhambi ya kuzaliwa haiwezi. Mtoto wa malaya, sister yako si malaya, ni boyfriend alikuwa naye akamweka mimba. Yule mwingine ni boyfriend akamweka mimba. Lakini huyu mama, huyu ndugu Jephthah, mama yake alikuwa ni malaya. Sasa amini my sister, through wewe Mungu afanye restoration kwa familia. Amen. Alete uregesho kwa familia. Amen. Mungu akupe ndoa ya kueleweka. Mungu akuregeshe kwa mume wako. Amen. Mungu akuregeshe kwa mumeo. Amen. Mungu afungue dada zako. Amen. Nimetangaza ya kwamba ifikapo next year uwe na good news katika jina la Yesu. Amen. Ifikapo next year uwe na habari njema. Amen. Ya kwamba nilienda kanisa hili nikiwa tumekosana na mume wangu, mama yangu hana ndoa, sister zangu wawili wako mimba. Leo ninavyosimama hivi, ile gari ni mume wangu amenunua. Leo ninavyosimama hivi, dada yangu mwingine ako shule, alizaa na mtoto, tukachukua tukamregesha skuli. Dada yangu ile mwingine leo ako na kazi, leo ameolewa. Ama hata kama yule mume aliyemzalisha hajamuoa, lakini tena ameolewa. Alizalishwa akaachwa, but for now ako kwa ndoa yake. For now ako na mume wake. For now ako na biashara. For now ako na kazi. Amen. Mungu anakutendea. Amen. Hebu weka mkono kichwani kama unaamini kila mmoja wetu aliye kanisani. Semeni Bwana Yesu. Bwana Yesu, umesema kwa neno lako. Umesema kwa neno lako. Aombaye hupewa. Ambaye hupewa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. imani. Kwa imani. Kila matatizo. Kila matatizo. Kila vifungo. Kila vifungo. Vya kifamilia. Vya kifamilia. Vifungo vya ukoo. Vifungo vya ukoo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Vianze kuondoka. Caroline Bwana, mama yake walitamkiana laana na kazini yake. Huyu akasema utakuwa unazaa, unaleta watoto tunalea. Huyu naye akamwambia afadhali mimi nazaa mnalea, labda wewe hautawaipata mtoto.
kwa miaka 26. Kwa miaka 26 hawajawahi semeshana, lakini amesema Bwana Jumapili alimpigia simu, alipigia mama yake simu akasema nataka kukuona. Wakaenda kuombana msamaha. Naomba Caroline afunguliwe, ndugu za Caroline wafunguliwe. Mama ya Caroline hana ndoa. Caroline ana miaka 31 hana ndoa. Bwana, katika jina la Yesu, Yesu, nimekamata roho kwa damu ya mwana kondoo, nimeisika mateka katika jina la Yesu. Baba, nimeisika roho ndani ya Catherine, nimeisika Bwana, nimekamata spiriti kwa Catherine, nimeisika Bwana kwa Catherine, nimekamata upepo ndani ya Catherine. Mungu wa majeshi uliye mbinguni, na iamuru katika jina la Yesu, kila roho na ianze kuondoka. Omba kwa sauti, nataka kusikia unatoa sauti. Ninaamuru kila kifungo kwenye maisha yako, kila kifungo katika jina la Yesu, kilichofunga mama yako mzazi, mzaliwe, muishi bila waume, muishi bila watoto, mama yenu aishi bila mume, aishi bila wakwe waliooa wasichana wake, akose kulipewa mahari za watoto wake. Kila kifungo kinataka mama yenu aishi maisha ya aibu, mama aishi ni kama hakuzaa, mama aishi maisha ya kutukanwa na majirani, maisha ya kudharauliwa. Nimekamata hiyo roho katika jina la Yesu, kupitia wewe na iumbia masikio isikie sauti ya Mungu na ianze kuondoka haraka tena. Yes. Haraka. Wachia haraka. Wachia haraka maisha yake. Haraka. Kila pepo ni kutii jina la Yesu. Kila pepo aliye ndani ya maisha yako, wachia haraka katika jina la Yesu. Yes, unatoka hivyo. Haraka. Haraka. Chukua mizigo hivyo. Inama kabisa. Inama kabisa. Go down. You spirit, go down. Go down flat. Nasema inama. Wachia haraka. Haraka. Flat. Ukienda. Nimesema flat. Haraka. Wekeni hapo. Toka. Nimesema toka haraka. Fire. Achia haraka. Fire. Achia haraka. Chukua kila mizigo. Chukua haraka. Fire. Achia haraka. Chukua kila mizigo. Fire. Katika jina la Yesu. Muache haraka. Fungua kila mizigo. Chukua haraka. Tizo. Chukua haraka. Fungua kila uchawi. Toa haraka. Fire. Toa haraka kwa jina la Yesu. Fire. Yes, naharibu kila nguvu za kichawi. Fire. Nimeshika mateka madhabahu ya giza, roho za waganga, roho za magonjwa, roho za ulevi. Naitisha jeshi la malaika, jeshi la malaika wa Bwana watakatifu, jeshi la malaika watakatifu wakiwa na upanga. Ninawaita jeshi la malaika wa Mungu, malaika wa Mungu, jeshi la malaika wa Mungu nawaita katika jina la Bwana. Jeshi la malaika nawaita kwa jina la Bwana majeshi ali hai. Fire. Achia haraka. Fire. Achia haraka
Nang'oa kila madhabahu, nang'oa kila uchawi, nang'oa kila uganga. Nimekamata mateka madhabahu zote za giza. Tunatumana moto wa Bwana. Roho zinaotesa watu, roho ya mateso, roho ya mahangaiko, roho za magonjwa, roho za laana, fire! Natumana fire, 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 fire! Tunaachilia fire, tunaachilia fire, tunaachilia fire. Natangaza fire, natangaza fire, atangaza fire. Kila madhabahu, kila magonjwa, kila ushawi, kila matatizo, roho za umasikini, roho zinayotesa maisha mwanadamu, maisha mwanadamu, iwe shetani unaotesa maisha ya watu, maisha ya wana wa Mungu, kila mapepo, kila ushawi, kila uganga, ninasambaratisha, ninasambaratisha, ninasambaratisha kwa jina la Bwana. Natumana moto wa Bwana, atumana moto wa Bwana, atumana moto wa Bwana, atumana moto wa Bwana. Fire, fire, fire katika jina la Yesu Kristo. Yes, fungua maisha yake. Ninakuamuru katika jina la Bwana, ondoka haraka kila vifungo. Ninafungua jamii yako, nafungua magari. Ninatangaza maisha mazuri. Ninanena magari kwa boma ya kwenu, magari kwa watoto wa kike na wa kiume. Ninatabiri magari, natabiri utajiri, natabiri makampuni. Muwe na biashara kubwa kubwa, muwe na biashara nzuri, mjenge nyumba za maana, mjenge nyumba za faida, nyumba za kifahari, mjenge nyumba za kifahari. Muwe na maisha mazuri, muwe na ndoa nzuri, msomeshe watoto wenu mpaka vyuo vikuu, msomeshe watoto wenu mpaka vyuo vikuu kwa jina la Bwana wa majeshi. Msomeshe watoto wenu mpaka chuo kikuu katika jina la Bwana. Ninatangaza ya kwamba msomeshe watoto wenu mpaka chuo kikuu. Watoto wenu wakuwe wasomi, wafanyike madaktari, wafanyike mainjinia, wafanyike lawyers, wafanyike majaji, wafanyike viongozi wa kitaifa, viongozi wa nchi, viongozi wa serikali, wafanyike wanabiashara wakubwa wakubwa, wahubiri wakubwa wakubwa, wahubiri wa kutegemewa, wahubiri wa maana katika jina la Bwana. Nimetangaza baraka za Ibrahimu, baraka za Isaka, baraka za Yakobo, baraka za Ibrahimu, baraka za Isaka. Inueni mikono juu, sema: mfalme wa mbinguni, uliyeziumba mbingu na nchi, wewe sio mwanadamu. Ukifungua hakuna wa kufunga. Yesu, ninaamini ninapoinuka magotini, nainuka na baraka zangu. Napoinuka magotini, nainuka na muujiza wangu. Napoinuka magotini, nainuka na majibu ya maombi yangu. Sema: Baba, wewe si mwanadamu, umejawa na huruma, umejawa na neema, umejawa na rehema. Na kwa neema yako na huruma zako natangaza na kukiri, mimi nimefunguliwa, mimi nimepona, boma yetu imepona, ndugu zangu wamepona, wazazi wamepona, watoto wamepona, shamba letu limepona, mifugo imepona, nyota yangu imepona katika jina la Yesu. Chochote kilichofungwa kimefunguliwa. Asante Yesu kunifanya wa baraka kwa familia, kwa kanisa lako na kwa taifa la Kenya. Nina imani nitapanda ndege, nitapanda ndege, nitapanda ndege, nitapita hewani katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu tangu sasa na hata milele. Amen. Mpe Bwana makofi. Asante.